na kitabu cha Isaya ili kwamba kitulete katika kichwa cha neno letu leo ni urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutaangalia Isaya 42 mstari wa 22 mpaka ule wa 25, alafu kisha tutaenda kwa Yeremia 30 mstari wa 17. Isaya 42 mstari wa 22 mpaka 25, alafu tukitoka hapo tunaenda Yeremia 30 mstari wa 17. Isaya 42 inasema, lakini ni kikundi cha watu walioporwa na kunyakuliwa, wote walikuwa wamenaswa katika mashimo, nao wameendelea kufichwa katika nyumba za kizuizi. Wamekuwa kwa ajili ya kuporwa bila mkombozi, kwa ajili ya kunyakuliwa bila yeyote wa kusema rudisha. Ni nani kati yenu atakayetega sikio asikie jambo hili? Ni nani atakayekaza uangalifu na kusikiliza kwa ajili ya nyakati za baadaye? Ni nani ambaye amemtoa Yakobo kwa ajili ya kunyakuliwa tu na Israeli kwa waporaji? Je, si Mungu yeye ambaye tumemtendea dhambi na ambaye hakutaka kutembea katika njia zake na ambaye hawakuisikiliza sheria zake? Acha tuende katika Yeremia 30. Mstari wa 17 unasema, kwa maana nitakurudishia afya nami nitakuponya mapigo yako, asema Bwana. Kwa maana walikuita mwanamke aliyefukuzwa, huyo si Sayuni ambaye hakuwa yeyote anayemtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Katika vitabu viwili hivi vinatufungulia kichwa chetu ambacho tumesema ni urejesho. Isaya anazungumzia yale mambo ambayo yamechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kwamba kulingana na Isaya, kumbe ni kweli hata hapo kitambo katika Biblia kulikuwa na uvamizi, kulikuwa na mambo yenye alikuwa hayatendeki ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena tunaporudi katika Yeremia naye anatueleza ya kwamba utarudishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba urejesho ni kitu gani? Tunataka tujifunze kuwa urejesho ni kitendo cha kurudishiwa yale ambayo yalikuwa yamechukuliwa labda miaka ya nyuma. Yaani mambo yenye ulikuwa uko nayo halafu pia sahihi huna, yalienda. Ulikuwa na afya nzuri ikapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na mambo mazuri katika maisha yako yakapotea. Ulikuwa labda na mipango mizuri juu ya watoto wako, lakini sasa ukiangalia hivi hakuna tena mwelekeo. Yeremia anatujibu kwa kusema utarudishiwa. Kwa hivyo urejesho ni kitendo cha kurudishiwa tena yale mambo ambayo yalikuwa yamepotea kwa kiwango ambacho kitazidi kile kilichochukuliwa. Amen. Tunaregeshewa kwa kiwango ambacho kiko juu zaidi ya yale yenye tulikuwa tumepoteza. Nilikuwa nimepoteza familia labda. Sasa Mungu anaenda kurudisha familia tena na zaidi ya hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. Ni ahadi yake Mungu mwenyewe, amenena katika hichi kitabu cha Isaya ya kwamba hata kama yamechukuliwa, lakini anatuuliza, je, ni nani atakayesimama? Ni kwa ajili ya kufanya nini? Kung'ang'ana ili kwamba yarudi yale mambo.
Alafu Yeremia anasema yatarudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani huyu anayechukua yale mambo yenye tunaona ni kama ni haki yangu? Kuna mambo yenye huwa ninaona ni kama ni haki yangu nipate, lakini sina. Ni haki yangu niwe kama yule mwingine mwenye namuona na nawiri vizuri, lakini sijafikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani nitakaye mlaumu? Kulingana na tangu pale mwanzo, shetani ndo alileta hayo mambo yote. Shetani anaweza kuingia hata kwa mtu yoyote ili kwamba wewe uchukuliwe yale mambo yenye ulikuwa unaona ni mema kwako. Shetani anaweza kutumia chochote kile chenye hata kiko karibu na wewe ama chenye kiko chopote pale, lakini ilimradi achukue yale mambo yenye labda yangekufanya kuwa wewe uwe mtu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anasema tunaenda ni kitu cha kukutia moyo leo ya kwamba tunaenda kurudishiwa, tunaenda kufanyiwa ufufuo, tunaenda kufanyiwa upya, tunaenda kufanywa upya. Kama tulikuwa tunaonekana ni kama tumelemaa, Mungu anaenda kutusimamisha tena, kutuimarisha tena na tena vizuri zaidi. Anasema tunaenda kuimarishwa kwa kiwango chenye kimezidi yale yenye tulikuwa tumepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kwa kuwa Mungu yuko tayari, Mungu yuko tayari, na mimi na wewe tunajua ya kwamba Mungu siku zote yuko tayari kuturudishia. Mungu kila wakati yuko tayari kufanya ule urejesho. Lakini je, swali ni kwamba huu urejesho utakuja kwa njia gani? Urejesho hauwezi kurudi kama hakutakuwa na mtu wa kusimama katika lile pengo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Isaya ameuliza, je, ni nani atakaye simama? Kwa hivyo kama kuna mambo yalipotea katika maisha yako, unaona labda kuna mambo hayaendi sawa katika maisha yako, umetamani ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu akafanye jambo. Sasa Mungu leo anatuambia lazima mtu akasimame. Mtu huyu inaweza kuwa ni mimi mwenyewe mwenye napitia hilo jambo, ama inaweza kuwa mchungaji wangu, ama yoyote yule mwenye bora kutakuwa na mtu mwenye atasimama aende mbele za Mungu na akadai kile kilichopotea. Wakati wa maombi, nimeshukuru Mungu ni kwa ajili ya utangulizi huo. Tulikuwa pastor anasema tunaenda pangoni tukanyakue yale yaliyo yetu. Kwa hivyo huo pia ulikuwa ni urejesho. Unaona, umeenda mwenyewe, hakuna mtu amekupeleka huko. Kama umefungua kinywa chako ukaomba, umejingangania wewe mwenyewe. Kwa hivyo njia ni moja tu wapendwa, ya kwamba ukasimame wewe mwenyewe. Maana mambo yamekuwa mengi katika ulimwengu huu. Ninapomtegemea mwenzangu, yeye pia labda amelemewa na mengi. Ana afya inamsumbua, labda ana fedha hana, watoto wameharibika, yeye ana mambo yake mengi. Hata niangalia mimi mmoja mwenye labda tatizo langu ni moja. Kwa hivyo chenye kiko ni kwamba usimame kama wewe. Simama kama wewe na uende mbele za Mungu ili kwamba ukadai ile iliyo haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji amesema itakuwa vibaya sana uishi duniani katika hali ya mateso. Vitu vimechukuliwa, huna chochote na unaishi miaka mingi. Ni vibaya. Kwa hivyo ni wakati umefika siku hii ya leo ili kwamba tukasimame wenyewe, tukaende mbele za Mungu na tumwambie Mungu akarudishe yale yote yenye alikuwa ameyapanga katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba kama ametuwekea siku nyingi maishani, zikawe kuwa siku zenye heri. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mstari wa 30, mlango wa 30. Samueli wa kwanza mlango wa 30. Hiyo ni ndefu kiasi, lakini nitasoma hivyo hivyo kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8. Nasema, na ikawa kwamba wakati Daudi na watu wake walipokuwa wakija Siklagi siku ya 3, Waamaleki wakavamia upande wa kusini, na pia Siklagi wakapiga Siklagi, wakaliteketeza kwa moto.
nao wakachukua mateka wanawake na vyote vilivyokuwa ndani yake, kuanzia mdogo zaidi mpaka mkubwa zaidi. Hawakumuua yeyote, bali waliwachukua na kwenda zao. Daudi alipokuja jijini na watu wake, tazama, jiji lilikuwa limeteketezwa kwa moto, na wake zao na wana wao na binti zao walikuwa wamechukuliwa mateka. Na Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakaanza kupaza sauti zao, wakalia mpaka nguvu za kuendelea kulia zilipokwisha ndani yao. Na wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu Myezreeli na Abigaili mke wa Nabali Mkarmeli. Naye Daudi akataabika sana, kwa sababu watu walisema apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za watu wote zilikuwa zimeingiwa na uchungu, kila mmoja kwa sababu ya wanawe na binti zake. Basi Daudi akajitia nguvu kwa Yehova Mungu wake. Hivyo Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali ilete hapa efodi. Naye Abiathari akamletea Daudi ile efodi. Daudi akaanza kumuuliza Mungu akisema, je, nikifuatilie kikundi hiki cha waporaji? Je, nitawafikia? Ndipo akamwambia, nenda uwafuatilie, na kwa maana bila shaka utawafikia, nawe bila shaka utaleta ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Hasa hizi ni habari za Daudi pamoja na huko kwao, wakati ambao tunaambiwa walikuwa wamevamiwa, wakati Daudi alikuwa ametoka, kukawa na uvamizi kule kwao. Bwana Yesu asifiwe. Mali zikaporwa, maana tunaelezwa ya kwamba ni moto, waliteketeza kwa moto. Kwa hivyo pahali panapoteketeza kwa moto, huwa bila shaka kuna mambo mengi hupotea. Lakini kizuri ni kwamba wale watu wenye walikuwa pale, wakubwa kwa wadogo, walitekwa nyara, wakaondolewa na kuchukuliwa. Kwa hivyo walipofika pale hawakupata chochote. Walifanya nini? Daudi walipofika pale wakapata hiyo hasara. Badala ya kwamba yeye afanye uamuzi ulio kamili, yeye akaungamana na wale watu wake, wakaanza kulia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia naye ni mstari wa 4 unasema, na Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakaanza kupaza sauti zao, wakalia mpaka nguvu za kuendelea kulia zilipokwisha ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walipata shida, watu wao wakachukuliwa, vitu vikaharibiwa, yani mambo yao mengi yalikuwa yamepotea. Lakini sasa yeye Daudi na wale watu wao walipoona hivyo, kwa kuwa ni wanadamu, walitahamaki na wakaanza kupiga kelele na kulia. Lakini hiki kilio Biblia inatuambia ya kwamba hakikusaidia na lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi hakusaidika na hiki kilio wala hizi nduru. Kuna shida nyingi inaweza kuwa ninapitia, kuna mambo mengi yenye ni haki yangu inaweza kuwa yamechukuliwa, na hata kila mtu nikimuelezea anaweza sema ni kweli hii ilikuwa inafaa kwa hivi na hivi. Lakini kuongea hakusaidii mpendwa. Kule kulia hakutasaidia na lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kungekuwa kunasaidia, huyu Daudi hangelia mpaka nguvu zikaisha. Wakati mwingine unapata shida mpaka ukiambiwa omba, badala ya kuomba unalia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha ukweli ni kwamba kule kulia hakusaidii, ni wewe uongee na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi alipofahamu ya kwamba kilio hakikunisaidia, hizi kelele zote, hakuna chochote chenye, labda wale waliowachukua wangesikia ile sauti wakasema jamani tuwarudisheni hao wamelia sana. Hawakusikia, hawakuwa na ule moyo wa kurudisha. Kumaanisha shetani anapokunyang'anya kile kitu,
huwa ameaminisha, yeye anaenda na anaenda. Kwa hivyo ukiona utajipendekeza pale kwa machozi, ukiona utajipeleka pale kwa kunungunika tu, basi huyo shetani yuko hapo tu, amekwamilia nacho, amekishika hata kupatia, maana na anajua kuna mahali kwenye wewe hujapajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hii ya leo Mungu ametuonyesha ya kwamba ni kwa kufuata. Daudi baada ya kuchoka akamfuata Bwana na akamwambia, huu mstari wa huku mwisho, akamwambia, je, nikifuatilia kikundi hiki cha waporaji, je, nitawafikia? Ndipo Mungu akamwambia awafuatilie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alikuwa ashachoka, amepoteza nguvu zake kwa manunguniko, alipoteza nguvu zake kwa kujionea huruma, alipoteza nguvu zake kwa kufanya mambo yenye alikuwa haezi akarudisha wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho Mungu ni kama alimjia, ndio akaenda pale akaenda kuuliza swali, je, naweza kufuatilia kile kikundi chenye kimeenda na wale watu? Kile kikundi chenye kimeenda kule kwa wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye akamwambia nenda. Akamwambia nenda, utafanya nini? Mungu naye akamwambia nenda, kwa hakika utawapata na utarudisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunajifundisha katika hii historia ya Daudi na watu wake ya kwamba kilio hakitusaidii, machozi hayezi akatusaidia, lakini ni ufanye nini? Ni uchukue hatua. Daudi akachukua hatua ya kuuliza. Tena mwanzo akamwendea Mungu na kumuuliza. Akili yake ilikuwa imefanya kazi vizuri. Ndio maana mchungaji akatuambia, ukiwa na imani bila hekima, mara nyingine unaweza ukapotea. Kwa hivyo imani yake ni kama ilikuwa maana hakuwa na uhakika, lakini ile hekima ya kwamba nikiwafuata ndo naweza nikawapata ilimkujia. Ndio maana alimuuliza Mungu, je, niwafuate? Mungu naye akamwambia, kwa hakika utakapowafuata utafanya nini? Utawapata na watarudi. Kwa hivyo ni siku ya leo tunajifundisha ya kwamba unapopoteza chochote, kama kuna haki yako yenye ilipotea, kama ni afya yako yenye hakuna, chukua hatua. Chukua hatua kwa kutafuta. Kama ni fedha zenye unaona labda biashara ilikuwa inaenda vizuri na sasa hii imekwama, chukua ile hatua ya kurudisha tena. Umefanya kitu gani kipya chenye kitafanya zile fedha zirudi tena? Ni mambo gani yenye labda ule wakati ulikuwa unayafanya na sasa hii huyafanyi yenye amependekeza hayo yote? Kwa hivyo ni siku ya leo tunajifunza ya kwamba tukawe watu wenye kujisimamia na kuchukua hatua. Unapoona kuna mambo hayaendi sawa, jifikirie. Nenda mkutano we mwenyewe ujifikirie ni shida gani. Basi labda hapa nilipoteza, kuna kitu chenye nilipoteza. Mimi nilikuwa najua ikifikia saa hii nitakuwa niko hapa, lakini bado ni wapi nilikosea? Alafu tena wewe uchukue hatua ya kufanya nini? Kuanza kurudisha. Pia katika Isaya 57 mstari wa kwanza nasema inaongelea kuhusu mwenye haki. Isaya 57 Isaya 57 mstari ule wa kwanza inasema, mwenye haki ameangamia, lakini hakuna anayeweka jambo hilo moyoni, na watu wa fadhila zenye upendo wanakusanywa kwa wafu, hali hakuna anayetambua kuwa ni kwa sababu ya msiba kwamba mwadilifu amekusanywa. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hiki bado kinatukumbusha kwamba kunao watu wenye wana haki zao. Mwenye haki kulingana na mimi naona ni mtu mwenye anastahili kupata jambo, mtu mkamilifu. Kama ni kusoma unasoma, kama ni kuenda shule unaenda, lakini matokeo yakija sio. Ama labda kama ni kazi unafanya kwa bidii, lakini kuna kitu kenye wewe unatarajia kule mbele si sawa na ile nguvu yenye unatumia. Kwa hivyo hapa tunaambiwa mwenye haki
amepotea, lakini hakuna wa kusimama na kuidai haki hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ukawa labda umepotea mahali, kuna mambo yenye umepoteza, lakini hujapata ile nafasi ya kuidai. Kwa nini? Kwa sababu labda hata hujatambua kwamba ni kitu kimechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo naona ni vyema kabisa ukaketi ujifikirie, kwani ni nini kilifanyika mpaka tuko hivi? Ni kitu gani kilifanyika mpaka tuko hivi? Alafu kulingana na hili neno la leo limetuhakikishia ya kwamba unapofanya hivyo na kuchukua ile hatua, basi Mungu atafanya nini? Ataturudishia yote tuliyoyaacha. Wakati ule wa kuna ile historia ya Ayubu. Wakati Ayubu alipohangaika katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Ayubu angekuwa alijua ni shetani, angejua ni shetani ndio amesababisha haya yote. Maana si Ayubu alienda kuomba ruhusa huko kwa Mungu na akapewa hiyo ruhusa. Angejua shetani aliomba ruhusa kwa Mungu na akapewa hiyo ruhusa. Angekuwa amejua shetani ndio mfanya haya yote, huyu Ayubu kwa kweli mimi naona angeanza kukemea, angemkemea yule shetani mpaka angeachilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikosa ufahamu, hakujua, lakini angejua angekemea. Kwa hivyo inaweza kuwa labda umeishi maisha mengi hukuwa na ule ufahamu ya kwamba labda ni shetani ndo anakuchezea, labda ni shetani ndo amekufikisha hapo ulipofika. Lakini kwa kuwa leo umejua, basi ni usimame. Tumesema ujisimamie we mwenyewe, ukapambane na ili kwamba ukarudishiwa yale yote unayoyahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuangalie mambo kidogo hapa yenye yanaweza akatusaidia kufikia kule kurudisha. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza lenye litatusaidia kurudisha ama kuleta urejesho ni kuwa na mtazamo mzuri au sahihi kuhusu Mungu wako. Kuwa na mtazamo mzuri kumhusu Mungu wako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Daudi alipolia mpaka kuchoka, aliona Mungu ndio peke yake anaweza akanipatia the right advice. Si alienda kwa advice kwa Mungu. Kwa hivyo alikuwa na mtazamo mwema kwa huyu Mungu wake. Alijua huyu Mungu hata nipatia jibu ambalo silo. Kwa hivyo ule mtazamo wako, ni kweli unahitaji kurudishiwa mambo, ni kweli unahitaji kuwa katika kiwango kizuri zaidi, lakini je, mtazamo wako na Mungu wako ukoje? Huyu Mungu unamuona kama Mungu mwenye anaweza kurudisha au la? Unamuona kama Mungu mwenye anaweza kufanya yale mambo yote makuu, ama unamuonaje? Na bila shaka tunamuona kama Mungu mwenye anaweza kurudisha. Tunamuona kama Mungu mwenye urejesho. Maana hata kama hajanregeshia mimi, nikiona ameregesha kwa mwenzangu, hata mimi nitakazana mpaka nione kwangu imerudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni hatua ya kwanza yenye inaweza kukusaidia wewe kurudisha ama kupata ule urejesho wa lolote lilo nalotaka maishani mwako. Hatua ya pili ni kuwa na msamaha na maombi. Uwe mtu mwenye msamaha na mtu mwenye maombi. Haya maombi peke yake bila msamaha hayatafanya kazi. Ninapoomba niwe roho yangu iko na amani, iwe imetulia, ndo naweza nikapanga niseme, Mungu wangu, nimeona kuna hili na hili, naomba unisaidie. Lakini kama nitaomba Mungu nisaidie na nimechukua kitu ya mwingine, ama bado nina chuki na mwingine, pale hata we mwenyewe ile time ya kuomba utaona uzito, moyo wako utakuwa na uzito. Kwa hivyo jambo la kwanza, uwe na msamaha mwanzo. Msamaha anayekuwa na msamaha siku zote anaishi vyema na wengine. Kwa hivyo unapoishi vyema na watu, uwe mtu wenye kusamehe. Maana ni mara nyingi, si eti kila wakati kwa kuwa wewe umeokoka hutapata ile hali ya labda kufanywa uingie katika dhambi, ama ufanywe uingie katika hali ya kukukasirisha. Kwa kuwa wewe ni Mkristo, hiyo haipingi wewe kukasirishwa. Kwa hivyo kukasirishwa utakasirishwa, mabaya utafanyiwa. Maana hii hali ya kurudishiwa yale aliyochukuliwa, mengine hata unamjua kabisa huyu ndo alichukua hii
kitu yangu. Kwa hivyo usipomsamehe yule, basi Mungu pale napo kuingilia kati itakuwa vigumu, maana utakuwa bado una uzito. Kumuomba utashindwa kumuomba, na kama hutaomba hatajibu. Wakati wa Daudi, Mungu yule ule mwenye alimwambia nenda, kwa kweli ukienda utawapata, alikuwepo pale, walikuwa akilia, lakini kwa kuwa hawakuwa wameinvolve, hakushughulika. Aliwaacha wakalia mpaka nguvu zilipowaishia, ndo wakarudi tena kule. Akaona sasa amekuja akiwa yuko tayari, nenda na utaregeshewa. Kwa hivyo ukiwa kama Daudi, ufahamu ya kwamba wewe unafaa kushikilia huyu Mungu, mshike vizuri, na uwe na ule moyo wa msamaha, uwe na moyo wenye kuachilia. Huwa tunasema achilia, amenifanyia lakini nasamehe na niachilie. Ndo sasa na wewe utapata ile amani, alafu utaweza kuenda mbele za Mungu na ufanye yale maombi. Na maombi yakiwa hivyo, kwa kweli Mungu ni rahisi sana kuyajibu. Amen. Hatua ya 3 tunasema urejesho pia unaweza kuja kwa wakati. Huu urejesho unakuja kwa wakati wa Mungu. Kwa hivyo tunafaa kuwa wavumilivu. Kwa hivyo hatua nyingine ya 3 ni kuwa na uvumilivu. Kwa sababu gani tunafaa kuwa na uvumilivu? Urejesho unakuja kwa wakati. Kwa hivyo kila kitu kina wakati wake. Kila kitu kina wakati wake wenye umewekewa. Kwa hivyo kama unahitaji kitu na umeona kuomba, nimeomba, mimi sina kinyongo na mtu, msamaha ninafanya msamaha. Haya mambo yote yenye ameyaongea huyu, mimi huwa nayafanya kabisa. Huyu mwenzangu mwenye tayari asharudishiwa, yale anayofanya mimi hata nafanya zaidi ya hayo, lakini kwa nini bado kwangu? Endelea kuomba, usife moyo, maana leo Mungu anatuambia tuwe na watu wenye kuvumilia, maana kila kitu, hata urejesho huja kwa wakati wake. Alafu mwisho kabisa tunasema tuwe watu waaminifu. Tuwe watu waaminifu. Unapokuwa mwaminifu, kama niko mwaminifu na wewe, inamaanisha siwezi nikakufanyia lolote litakalo kukwaza. Nikiwa mtu mwaminifu, mienendo yangu itakuwa mienendo yenye itakuwa inafurahisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikiwa kinyume na hivyo, nitakuwa mimi sina amani na mtu yoyote. Sina uaminifu kanisani, sina uaminifu kazini, sina uaminifu kwenye biashara, sina uaminifu popote pale. Sasa hapo, ili urudishiwe, wewe hasa una imagine huna uaminifu. Kama ni biashara yako, mteja amekuja, amenunua kitu, umeona kabisa huyu amekorogeka, alafu wewe unajifanya nikana kwamba hukuona. Anajaribu kukwambia nimekuja na kitu hiki na huku niletea hicho. Hiyo ni kutokuwa na uaminifu. Umemfanyia mwenzako hivyo, alafu unakuja baadaye unaomba Mungu, naomba uniregeshe. Mungu, naomba uregeshe fedha. Jamani, jambo kama hilo Mungu anatuambia haezi akarudisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna ule uaminifu. Kile unachofanyia mwenzako, wewe pia utafanyiwa hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapokuwa mwaminifu, kama ni upande wa familia yako, kuwa mwaminifu tu pale. Kama ni upande wa fedha, kama ni kanisani, kuwa mwaminifu. Unapokuwa mwaminifu katika haya mambo yote kwenye huu ulimwengu, basi kwa hakika Mungu naye atakuwa mwaminifu kwa kukurudishia. Maana ni katika neno lake ametuelezea ya kwamba atarudisha yale yote, lakini endapo utafanya nini? Utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo tumejifunza ya kwamba tuna mengi ambayo tunayahitaji katika maisha yetu. Kuna haki zetu nyingi ambazo zimeenda, lakini mioyo yetu imetambua, tumetamani kurudishiwa. Sasa swali liko kwako, ama hatua ni wewe mwenyewe uifuate, ya kwamba ukajua ya kwamba anayerudisha ni Mungu, na Mungu huyu amenena ya kwamba haezi akarudisha bila wewe ama mtu mwingine kusimama na kudai kile kilichochukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa utasimama na udai yale yaliyochukuliwa, ama kama kuna mtu mwenye atasimama adai kwa niaba yako, basi Mungu atasikia katika hizi points zote zenye nimesema,
tumesema ya kwamba tunapokuwa waaminifu tuwe na uvumilivu, wenye msamaha na wenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na mtazamo mzuri wa huyu Mungu. Mungu naye hata tusahau. Mungu atarudisha kwa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni ahadi yake, na ahadi yake huwa siku zote ni ya kweli. Neno lake tunaliamini ya kwamba wakati huo wote huko wakati wa kina Daudi, kina Danieli, wote hao walisaidika. Lakini mitazamo yao kwa Mungu wao, hata wale walikuwa wametupa kwa ile tanuri ya moto, ile walimuona Mungu kama nani? Waliingia pale na ujasiri kwa kuwa walijua wana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtazamo wako juu ya Mungu wako ndio jibu lako katika urejesho hayo yote yenye amechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo tu. Mungu awabariki.